mrembo. Unaitwa nani mtoto mzuri? Naitwa Maira. Maira? Ni kweli, maana sijawahi kuona mtoto mzuri hapa mtaani kama wewe, na sifa za urembo na sifa kila unaitwa Malkia. Nahitaji kuwa na mimi. Za kufanyaje? Na sifa za kuwa na mimi. Yaani kwanza mimi nashindwa, shue ni mzee. Sikuelewa hata umetokea wapi. Yaani mimi huko kote nilikopita nimeacha wavulana ngapi mpaka nije kuolewa na wewe mzee? Mimi ni mzee? Alafu wewe sio wadae? Maana jinsi unavyoonekana na kuongea kwako inawezekawa kama sio Mchaga basi wewe ni Mpare. Wachawi tunatembea nao. Hebu naomba kwanza usinipotezee muda wangu. Hebu sikiliza. Toa mkono wako kwa sababu unanichafu. Hebu toa mkono wako. Nakuchafua. Sasa kama nakuchafua saizi, basi na usiku nitakuchafua hivyo hivyo. Si kila maji yanayotiririka ukadhani ni mvua iliyonyesha, mingine ya fereji. Umepata wapi ujasiri na ujeuri na kiburi cha kuongea na mimi hivyo? Alafu mimi ni mzee. Ni ujasiri gani unaopata mpaka unaongea hivyo vitu kwa kujiamini? We ni mgeni tu. We ni mgeni. Sawa, haujui hapa mtaani anayoendelea. Sasa inabidi ujue. Kama hutaki kujua, basi utayajua hata ikiwa gizani. Sikiza nikwambie kitu. Sawa, na huo uzee wako sijui unanitaka mimi ukaje kunifia kifuani nile? Nikakufia kifuani? Asa unahisi unaweza nini? Au unichukue unioe mimi unanipeleka? Hivi katika angalia yako unaona mimi ni mzee? Unaona mimi ni mzee? Naweza nikakufia kifuani? Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi si mzee kama unavyofikiria ama kama unavyoona. Na kuthibitisha kwamba mimi si mzee, basi majibu yako utayapata muda si mrefu. Ndio utajua kwamba mimi ni mzee ama si mzee. Sema nakufia kifuani. Kama kwa sasa unaona nitakufia kifuani, basi baadaye nitakuja kukufia kifuani. Umemaliza? We mtoto, kukwambia ni mzuri tayari ushapata kiburi cha kunitusi. Na sio mimi. Wananifyosa. Usinipotezee muda. Mimi sikujui. Mimi ni mzee. Ukiburi na ucheuri. Si kwamba kila maji yanayotiririka basi ni ya mvua, mengine ni ya fereji. Kwani silikuwa ni njozi tu hivi? Na unawezaje kuota umefanya mapenzi na mtu alafu unakuja kukuta ile hali kabisa na umeumia? Ndio ukose amani namna hiyo? Kwa sababu mimi hapa sasa hivi nimeumia na michubuko, mimi kwenye mapaja huko nimeumia, ninapokuambia Nimia hapo kwenye mkono hapa kumevia damu, na nakumbuka aliniminya sana jana. Wenda ni jini mahaba tu amekutembelea kwa usiku wa leo.
Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, watu wengi kinawakuta. Kwamba mimi wewe jini mahaba, kwa hiyo tu sasa ndio sawa. Hivi nilivyoumia ndo nisiwaze na niwe kwenye hali ya kawaida. Anazunguka kama upepo wa bahari, maisha ya giza na tamani. Tu niambie kitu, ina maana mliminyana sana? Alafu mimi yule mtu namkumbuka jinsi nilivyomuona, sura yake naikumbuka kabisa. Au ni mchawi? Kwanza nakumbuka jana nilivyokuwa narudi nyumbani, njiani kuna mtu nilipishana naye. Yule mtu sio ni mbaba, sio ni mbabu, mimi hata sielewi. Ananiambia sije kuona binti mzuri kama wewe hapa mtaani, kwa hiyo mimi nakutaka. Unakumbuka hapo ulipokutana naye? Nakumbuka. Unaweza ukanipeleka? Sasa hivi tu hapa umeshasema sijui mchawi, habari za mchawi, alafu sasa hivi unataka nikupeleke. Nikupeleke ndo kafanya nini? Kama tokea usiku anakuja mimi ananiumiza, ulikuwa usiwepo hapo, ukaja kunitetea, unataka uende huko, unataka uende kufanya nini? Je, kama ndo mume wako mtarajiwa? Utani wako Nasra, nakwambia nini? Kwanza ile ndo ina maji pale. Watu wanampitia mbali, moto anatisha wali, anajiona kama mwenye nguvu, ndoto zake. Umeonaje mapenzi yetu? Ni matana. Sasa basi, leo uje pale ulipolishuta, la sivyo nitakuja jana kupe. Kama umetubuka mbele, basi nitageuzia bwana. Maisha ya giza na tamani, amekuwa moto mkali, watu wanampitia mbali, moto. Haya nini wewe tena sasa hivi? Uwe nami nakuambia. Ameniambia hivi, ameniambia niende tulipokutana jana. Nisipoenda anakuja hapa mchana kweupe kama alivyokuja jana usiku. Unajua Mai, uniambie mapema kama kicheki kinakuwa. Ile hela ya kodi nisimlipe mwenye nyumba, nikupe nauli uende nyumbani. Unajua mjini hapa hamna waganga, kuna warogaji. Sasa usije ukakutwa na matatizo makubwa ukaanza kuchanganya akili yako likachanganyikiwa. Maana naona sikuelewi na mume wako mtarajiwa. Mume wangu Nasra, utani wako mimi nakuambia. Lakini ila unajua Maira haiko sawa Napata picha sasa, na hata vijana wengi hapa mtaani wamehama kwa sababu yake. Wanaona aibu kwa vitendo ambavyo wanawafanyia. Kwa hiyo unalosema shemeji, mimi nakubaliana nalo kabisa. Kama yeye ndo anayefanya hayo matukio, basi 99% ni yeye. Huyu Mochiwa, hii ndio tabia yake kubwa sana. Alafu huyu Mochiwa sio mzee, ni kijana tu yule kama mimi. Na nikwambie tu kitu kimoja shemeji yangu, huyu sio mtu mzuri kabisa. Kwa hiyo shemeji, nyinyi vijana wote hapa mtaani mnamuogopa Mochiwa? Shemeji bana, yule mtu kila mtu anamuogopa hapa mtaani. Hebu nikuulize swali shemeji. Kwa mfano sasa, hivi Maira alivyofanyiwa na wewe ndo mpenzi wake. Sasa unaridhika kabisa hivi anavyohangaika na kuteseka Maira? Kwa hiyo unataka na mimi nipotee kama alivyopotea? Hivi mnashindwa kabisa kumfunza Mochiwa. Sasa kama nyinyi mmeshindwa kumfunza, mimi nitamuonyesha. Shemeji, unazungumza nini? Naona tunashindwa kuelewana. Inaonekana una nidhamu ya hali ya juu sana. Lakini ni kitu gani hasa kilikufanya wewe unijibu ni dharau?
Alafu wewe wala hata sio mzee. Mimi tu nilikuona vibaya. Kinwala. Utasoi zumudi. Inaomba tu nisamehe. Sio mzee. Nashukuru kulifahamu hilo. Na nilikuahidi kuwa utakuja kunijua vizuri kwamba mimi ni mzee au kijana. Asante kwa kulitambua hilo. Kwa vile umekuja kwa hiari, hukulazimishwa, hukusukumwa. Basi sasa leo nataka twende nyumbani kwangu, tukaweze kufanya kwa raha na burudani ya hali ya juu. Haitokupa tena maumivu. Mimi sina pingamizi lolote. Kwako mimi nitaenda. Takaa hata siku 2, hata wiki tu kida. Lakini sasa usubiri basi hata hivi vidonda huku nipone. Sawa. Sawa. Lakini kwa kitu kimoja tu. Nahitaji unisikilize. Harakati za mochi wa mtaani. Kule mimi nipo tayari kwa kila kitu, lakini sasa mimi swala la kukuzalia kule sitaweza. Sio kwamba nakupinga, ila mimi ni mtu wangu. Mbona na mtu wangu ambaye ameshaenda nyumbani, ameshalipia kila kitu na anajulikana, amebakiza tu yeye kuja nyumbani kusema kwamba ni muda gani atafunga ndoa. Kwa mimi ndo swala si ni nani hivyo ambaye anakufanya wewe ulete kipingamizi na kunipinga mimi? Ni nani huyo? Ina maana umekuja kunikebe? Umekuja kunidharau? Unamaanisha umekuja kuomba tu msamaha, sio? Usishawishi kukufanyia kitu kibaya. Usijaribu kupita katika hiyo njia ambayo wewe unaiona ni sahihi kwako. Njia unayopita si sahihi. Unapinga amri yangu mimi. Ni nani hasa wewe? Harakati za mochi wa mtaani. Anazunguka kama upepo wa bahari. Mbua, usije ukajikuta kuingia katika sayari nyingine kwa bila wewe kufahamu ni kitu gani ambacho umekitenda. Takufanyia kibaya, itakukomesha. Asana, upo dunia gani umfahamu Mochiwa? Kila mtu anamfahamu Mochiwa. mimi bado sijamjua. Bwana, yule pale Mzigua. Nimeshamjua. Ni yule kaka anapendaga sana njia za vichochoro. Na mara nyingi huwa anatembea peke yake. Zaujia amekutana na Maira, amemtongoza. Maira amemkataa, amemjibu shomo. Maira amelala usiku, ameota anafanya mapenzi na huyo Mochiwa. Wala hata hajaota. Huyo hajaota ndo kashaingiliwa kimwili. Mochiwa ndo tabia zake. Wewe Yaani kila mtu anajua Mochiwa hizo ndo tabia zake. wewe umejuaje? Yaani kama uniamini mimi, kamuuliza shemeji yako. Shemeji yako anajua kila kitu kuhusu Mochiwa. Shemeji yangu nimemuuliza, lakini sikumwamini.
Sasa kama uamini, ona nyumba kina Rashidi ile, wapangaji wote walikuwa mule kapitia. Wewe unaona kuna mpangaji anaingia mule? Nyumba siko kama gofeli. Hakuna mtu anataka kuingia kwenye ile nyumba. Mmoja namuogopa Mochio. Hapa nipo sina hata amani. Wewe yaani yule pale sio tu vijana wa mabinti kama Maira. Hata wake za watu, wamama watu wazima, watu wote wanamjua alichowafanya. Sasa mbona mimi napishana naye kila siku? Lakini hajawahi kuniambia chochote. Napishana lakini hatujawahi kuongea chochote. Vijana wote hapa mtaani wenye nguvu zao kabisa wameshindwa kukaa chini kumtafuta Mochio. Yeye ana nguvu gani kuwashinda vijana wote mtaa wote huu? Una vijana kama nini? Sasa atamfanya nini? Kila mtu anamuogopa. Unadhani mtu akuchezewa yule? Mwani vile vile. Wewe ni nani unayepata ujasiri wa kuongea hivyo? Aliyakuwa wewe ni mtoto mdogo. Sijui unasoma darasa la 3, sijui la 4, sijui la 5. Unaongea maneno ya miaka 50, watu wenye umri mkubwa. Wewe mdogo unaongea hivyo? Unajua unaongea na nani? Unajua nilivyokuwa nikiambiwa Mochio, nilikuwa nahisi ni mtu wa aina gani, lakini kumbe ni wewe. Mimi ndio Mochiwa. Mochiwa. Katika njia yangu huwa watu hawapiti kijingajinga, na nilidhani kwamba aliyepita njia yangu ni mtu mzito na mkubwa. Na kutakipanya wewe dogo kwangu. Sasa kwa nini unataka kulazimisha vitu ambavyo havipo? Sitaji. Labda nikwambie kitu. Maira ni dada yangu. Dada yako? Mmekuwa wazuri sana, wazuri, warembo, napendeza. Kumbe ni dada yako. Lakini mbona kuna utofauti kidogo? Mwenzako anaongea kichaga sikipale. Sasa wewe unazungumza nini wewe? Unazungumza nini sikuelewi? Unatokea mkoa gani wewe? Haina haja ya kufahamu mkoa wangu kama sijahitaji. Ila nikihitaji utaufahamu kwa sababu utakuwa umenilazimisha ujue. Lakini mimi nikupe masaa 3 tu. Masaa 3 Mochiwa. Naomba Maira apona. La sivyo utatangulia wewe, utamwacha yeye akiwa amepona. Sasa kunitisha? Unanitisha sio? Unanitisha? Unanitisha? Kwa nini unanilazimisha nianze kufuatilia njia yangu hali ya kuwa niliacha kwa muda kidogo? Kwa sababu panya kama wewe ndo alikuwa tu anakuja. Nahitaji mtu mzito, nahitaji mtu mkubwa kama mimi, Mochiwa. Sasa vita ulinazotaka kuvianzisha kwa sasa itakufanya uwe katika hali ngumu, itakupelekea uwe katika hali mbaya. Msitake kuniboost, msitake kunichokoza. Acha nifanye yangu. Ina maana haujui baada ya dada yako ni wewe? Haujui hilo? Cha kwanza naomba utambue hilo, kwamba akitoka dada yako basi unafuatilia wewe. Wenda mimi ni panya, lakini kuna kitu hujakifahamu. Sio kila madaraja yanapitika juu. Unamaanisha nini? Haunifahamu, ila mimi nakujua Mochiwa. Ina maana mdogo wake Maira amejuaje siri zangu?
Mimi tu ameniuliza Mochio ni nani, nikamwambia ni wewe, lakini sijamwambia kitu chochote kibaya. Unajua, toka nianze kukabidhiwa huu mkoba sijawahi kutoa siri hata moja. Sasa ni nani aliyekushawishi mpaka inafika wakati unaamua kutoa siri zako? Umeamua kutoa siri zangu zote? Mimi sijamwambia kitu chochote kibaya. Kitu gani kimekupa nguvu ulotuamua kutoa siri zangu? Unajua ghadhabu niloipata, unajua tabu niloipata. Au fahamu kuwa umefanya kosa? Fahamu. Naomba unisamehe. Kusamehe? Unahitaji ni kusamehe? Kwa kosa hilo uliolifanya, inagharimu umuue mtoto wako, ama mama yako, ama baba yako. Naomba unisamehe. Nipo tayari nifanye kitu chochote kile. Kama unataka nifanye kitu chochote kwako, kwa nini umeamua kuhama na kwenda kijijini? Kwa nini umefanya hivyo? Kwa nini umeaguliwa na waganga? Kama unaamua mimi nifanye kitu chochote, kwa nini umejipendekeza katika kwa nini umeamua kunikoroga? Kwa nini umeamua kunitibua? Ambacho kinaweza kuwa ni msaada, lakini unabisha kitu chochote kia. Aise, utajuta. Ya utajuta wa duniani, utajuta waya. Sitohitaji tena upuuzi na upumbavu ambao wewe umeshaufanya na kunitolea siri zangu mimi. Mochiwa. Unanijua vizuri wewe? Ama ni rasharasha tu ambazo wewe umeziona ni rasharasha? Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kuanzia leo utakuwa mke wangu milele, na si vinginevyo. Ukileta jeuri nitakupoteza, nitakuweka half time kwa muda tu duniani. Hapa Shimei, hali ya Maira umeiona, lakini ni kweli unasema, lakini sio kwamba nashindwa kumtetea Maira. Sishindwi, naweza nikafanya chochote, lakini sasa nikikumbuka matukio ambayo yametokea huko nyuma, shemeji yangu, sina nguvu ya kuweza kufanya chochote. Mochiwa, ukumbuke hilo. Amepatikana mkombozi, amani na furaha inarudi. Nimekuja, unasemaje? Kwanza ni kuombe radhi kwa kupotezea muda wako, labda
nimekuja tu kwa ajili ya nikutake radhi, nikueleweshe kwamba sisi mtaani hapa ni vijana, tunatakiwa tuelewane, tusaidiane kwa vitu vingi. Unahitaji msaada. Msaada? Ni msaada wa aina gani? Mimi ni mpenzi wa Maira. Maira mdogo wake yule kifupi yule. Mtoto mfupi mbaya na roho chafu. Ana vitu ambavyo amerisishwa, vile vitu vilitakiwa tuwe navyo sisi na si yeye. Ni kweli Muchiwa unachokizungumza. Unajua wewe ni mtu mkubwa sana hapa mtaani, na ilistahili pia upewe hata mwenyekiti hapa mtaani, lakini nashindwa kuelewa kwa nini mtoto mdogo kama yule anamiliki kitu ambacho hastahili kumiliki. Kwa hiyo umejuaje? Dhumuni ni kwamba nikuja kumwombea msamaha Maira. Unajua yule ni mgeni, hakufahamu yule. Kwa nini unataka kupita njia ambayo haitakiwi wewe upite? Sijapenda kupita kwenye matatizo. Unajua kosa lako? Kosa lako ni kuja kuniomba msamaha hali ya kuwa hauna makosa. Unajua sikuhitaji upite katika njia yangu, lakini jinsi nilivyokuona umeuwasha moto kwa kutumia kiberiti, na mimi nitaumwagilia mafuta taa. Amepatikana mkombozi, amani na furaha inarudi, lile tumaini